Naam, kutoka ukulima tuingie katika masuala ya afya ambapo maziwa ya mama ni chakula kamili na salama zaidi kwa mtoto mchanga, huku wataalamu wa afya wakishauri mtoto kunyonyeshwa bila kupewa chakula chochote kile kwa miezi 6 ya kwanza baada ya kuzaliwa. Hii leo kwenye Siha na Maumbile, Jacinta Mburu, muuguzi kutoka Equity Afya, anatueleza mengi kuhusu umuhimu wa kunyonyeshwa kwa mtoto na mama na ni yapi ya kuzingatia ili manufaa yapatikane. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya. Kunyonyesha ni safari ambayo mbali na kutoa lishe muhimu kwa ukuaji wa mtoto, inaleta uhusiano maalum kati ya mama na mtoto wake na faida nyingi za kiafya kwa wote wawili. Kwa kweli maziwa ya mama ni bora kabisa kwa mtoto, haswa kwa miezi ya kwanza 6 na lile lisaa la kwanza kabisa mtoto anapozaliwa, kwa sababu kuna yale maziwa yenye yanatoka ya rangi ya manjano, watu wengine hudhani ni ya kutupa, si ya kutupa, yako na antibiotics ama kinga kwa mwili ya mtoto yenye inamsaidia mtoto kujikinga na magonjwa baadaye maishani. Wataalam wametaja maziwa ya mama kama chanjo ya kwanza kwa mtoto dhidi ya maradhi, magonjwa ya kuhara, magonjwa ya kifua kama pneumonia. Mtoto anakuwa amezuiliwa. Tunaweza kusema unapompatia mtoto maziwa anyonye miezi 6 bila kula kitu kingine chochote, unampatia msingi bora katika maisha, itamzuia mwili wake kupata maambukizi baadaye maishani. Hivyo basi ni vyema kwa mama kujua kwamba mtoto anastahili kunyonyeshwa pindi anapohitaji maziwa wakati wowote, na wengi huonyesha dalili zifuatazo wanapohitaji kunyonya. Na sauti anaweza toa, ama umuone yajaribu kunyonya ule ulimi wake, ama kunyonya midomo, ama yajaribu kunyonya vidole. Unafahamu mtoto wako yataka kunyonya. Lakini saa zingine kuna watoto watakuwa wazembe kidogo, washindwe hawafanyi, walale sana. Ukiona mtoto wako amelala zaidi ya masaa 3, muamshe. Kwa kawaida mtoto yofaa kunyonya angalau mara 8 kwa masaa 28. Mtoto anayenyonya vyema atapata usingizi wa kutosha, atapata haja ndogo angalau mara 6 hadi 8 ndani ya saa 24, ataongeza uzito inavyostahili, atakuwa na afya na ngozi ya kuvutia, na mama hatopata kuumwa na matiti yaliyojaa maziwa. Mtoto anapokuwa amepoteza maji kwa mwili, ama kwa Kiingereza dehydrated, huo utosi unarudi chini, una sink. Ukiona mtoto wako ule utosi umeanza kukaa kama umerudi chini, hiyo ni dalili ya kwamba wafaa kukimbia kwa daktari haraka na ueleze, manake hiyo inakuwa ni emergency. Mahali pengine pa kuangalia ni macho. Macho ya mtoto mwenye hana maji ya kutosha kwa mwili yanarudi ndani, ama kwa Kiingereza tunaweza kusema macho yako sunken. Pia kuna lips, ama midomo ya mtoto itakuwa imekauka na ina crack. Mambo tofauti yakichangia hali hiyo kutoka kwa mtoto mmoja hadi mwingine. Mtoto inaweza kuwa maumbile kama vile ulimi anaweza kuwa umejishikilia kwa sakafu ya mdomo, ama tunaita kwa Kiingereza tongue tie. Yule mtoto atashindwa kunyonya. Mtoto mwenye ako na cleft lip anaweza shindwa kushikilia lile titi ama ile chuchu anyonye vizuri. Pia kuna cleft palate, ile sehemu ya ndani kwenye meno humea. Saa zingine mtoto uzaliwa ile sehemu iko imepasuka na sasa hataweza kushikilia vizuri, na ndio maana mtoto kama yule anafaa pelekwe kwa upasuaji, atibiwe ndio aweze kunyonya vizuri na kula vizuri kama watoto wengine. Aidha, kunyonyesha hakumsaidii mtoto pekee, bali pia kuna manufaa kwa afya ya mama, kwani husaidia kudhibiti uzito wa mama, huboresha afueni baada ya kujifungua, inaweza kupunguza hatari ya saratani ya matiti, na pia inaweza kusaidia kupambana na msongo wa mawazo. Na habari njema ni kwamba changamoto nyingi ambazo awali ziliwakumba kina mama walioajiriwa sasa zimepata suluhu. Tunakuhimiza uje kwa kituo cha afya, muone daktari ndio upate kujua shida inaweza kuwa wapi. Pia jambo lingine lenye ni muhimu ndio upate maziwa ya kutosha ni lishe bora kwa mama. Mama ale vizuri, anwe vizuri, nawe na utulivu wa akili, manake msongo wa mawazo ama stress yaweza kufanya pia
ile kutengenezeka kwa maziwa kunapungua. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya.